kabla giza kutoweka, ndio tumuombe Mungu na tuone Mungu. Lakini imefika mahali tunasema usingizi kutoka nini, tunajitetea na vitu mingi sana, lakini hujui ni masaa gani Mungu atakuja kwako. Hata kama wewe sio intercessor, jifanye intercessor kwa nyumba yako. Bwana Yesu asifiwe. Ndio kuwe na wakati mzuri wa kuamuka na kuomba na kuambia Mungu kile wewe mwenyewe unataka. Bwana Yesu asifiwe. Kuna matangazo mengine imebaki. Nisifungie mtu. Nisifungie mtu. Ndio tusikie neno. Yes. Lakini nashukuru ni kwa sababu ya vile mnaamka mapema, mnakuja hapa, mnakuja usiku, mnamwabudu Mungu. Mungu awatie nguvu na azidi kuwatia nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nashukuru ni kwa sababu ya kila mmoja wetu, kwa mahali unangaramika ni kwa sababu ya kuinua huduma ya Mungu. Bwana Yesu atukuzwe. Ukifanya kazi ya Mungu kwa roho moja, leo Mungu atakufungulia malango yako. Kwa hivyo naomba tupate worship, tuingie kwa maombi. Tuombe ni kwa sababu ya mwalimu mwenye anaenda kutupea neno. Leo tutamaliza ibada mapema. Worship. Ndio tuingie kwa mabudu. Kuna wengi wanasema neno lako ni taa kwangu na mwanga wa njia zangu. Napenda kumwabudu Bwana. Taa kwangu na ni mwanga wa njia zangu. Neno lako ni taa kwangu nani mwanga unaweza kusema neno lako njia zangu. Neno lako ni taa kwangu nani mwanga wa njia zangu. Neno lako ni taa kwangu nani mwanga neno lako ni taa kwangu nani mwanga wa njia zangu. Neno lako ni taa kwangu nani mwanga wa njia zangu. Neno lako ni taa kwangu nani mwanga wa njia zangu.
inabarikiwa Yesu. Neno lako Mbele za Bwana. Asante. The name of Jesus, tunaomba na hata kuamini. Pigia tu Yesu makofi mazuri. Baba, tuko mbele zako, tunaliinua jina lako. Tunasema wewe ni mtakatifu kati yetu na hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Tumefika masaa ya kusikia neno litokalo kwako. Naomba mnenaji anaposimama na kutupea hilo neno,
Yesu akawa ni wa baraka ndani ya maisha yetu, akanene kulingana na mapenzi yako Mfalme. Likawa ni neno la kutukanya katika maisha yetu, ni neno la kututia nguvu katika hii maisha Mfalme, ni neno la kututazamia kila wakati Baba yangu. Nikabariki kila nafsi iliyoingia katika haya madhabahu, nikainue boma ya mtu mahali Baba yangu, nikainue mtu mwenye amekosa tumaini. Yesu ukamtalie na uwezo wako Baba yangu, mwenye anaenda kulinda na Yesu ukambariki, na tena ukambariki Baba yangu, ukabariki hata familia yake, ukabariki hata kuamka kwake, ukabariki hata kurudi kwake katika mafikira yake yote. Yesu ukamtalie kulingana na mapenzi yako, mahali imefika tunaona ukuu wako, tumeona baraka zako Mfalme, tumeona nguvu zako zikinena katikati yetu, na ndio maana tunalitukuza jina lako, kwa maana hakuna Mungu aliye kama wewe. Yesu ni nani wa kuabudiwa ila ni wewe tu peke yako. Tunalitukuza jina lako peke yako, kwa maana wewe unahitaji sifa tu kutoka katika midomo yetu, unahitaji maabudu Baba kutoka katika vinywa zetu. Nabarikia kila mmoja mwenye ameacha kazi yake Yesu akafika katika haya madhabahu, ili anavyorudi katika nyumba yake Yesu kanene neno moja tu, ni kwa ajili ya kumbarikia, ni kwa ajili ya kumwinua, ni kwa ajili ya kumwondolea maovu Baba. Ukisema shetani ana uwezo katika maisha yetu, ukimkataa katika jina la Yesu Kristo, ukimng'oa pamoja na kazi zake zote, ni kwa ajili ya utukufu wako Baba, tukijua wewe ni Mfalme, wewe ni mwanzo tena mwisho, ulikuweko Baba yangu, na hata wakati huu tunakuona Yesu, hakuna Mungu aliye kama wewe. Tubarikeni kwa sababu ya neno lako, vile tumebarikiwa na neno la kwanza, neno la pili Yesu ukatubarikie, ukasimame nasi, ukatutie nguvu Yesu, kwa maana hakuna Mungu aliye kama wewe, unastahili maabudu yote, na ni kwa Yesu tunaomba na kuamini. Naona kama tumesimama tu hivyo, tumpigie Mungu makofi, tumpigie Mungu makofi. Asante Yesu, asante Mfalme, ni kwa mbali tunafika. Naomba tuinue mikono yetu juu ndio tumwekee maua. Ni kwa sababu kuna kitu ya maana atakuja kutamuka, ni kwa sababu ya nafsi yako, ni kwa sababu ya maisha yako. Wewe haujui kesho yako utaamka aje. Masaa kama haya mimi nilikuwa nimelala kwa kitanda, hata siku lakini kwa sababu ya nguvu za Mungu tuweni kuna watu tumwekee Mungu akubariki na akutie nguvu.